Watumishi wakamkaribia wakamwambia, wakasema, baba yangu, kama yule nabii angelikuambia kutenda jambo kubwa, usingetenda? Je, si zaidi basi akikuambia jioshe uwe safi? Hapa tunashughulika afya ya mwili. Watu wengi sana wana matatizo katika mwili, kwa sababu yeye ndiye anayejua mwili wake. Ila wewe unaweza ukamwona hata mzazi wako na unaona mtu mzima tu yuko vizuri, lakini mwenye mwili anajua ni wapi kuna tatizo. Unaweza ukawa unatembea vile comfortable, lakini mwili wako una matatizo kuanzia kichwa mpaka kwenye miguu, na ni matatizo ya muda mrefu. Kwa hiyo mtu kwa kuangalia nje hawezi kuona matatizo ya mwili wako, labda uwe na tatizo ambalo mnawaza kabisa kwamba huyu. Sasa sura ya 5 tunamuona mtu mkubwa sana, hasa watu wakubwa serikalini wana matatizo, watu wenye vyeo, watu wenye nafasi. Nataka waangalie tena, watumishi wake wakamkaribia wakamwambia, huyu mtu alikuwa na tatizo katika mwili, na lile tatizo lilikuwa ni la muda mrefu. Siku moja akasikia habari njema kama unavyosikia wewe, anaambiwa kule Israeli kuna nabii, na nilishakwambia sio kila nabii anaweza akaondoka. Ufahamu lazima uwe nao kama mtu unayekuwa kiroho. Acha nirudie tena kwenye neno, sio kila nabii ni nabii aliye na neema ya kuondoa matatizo ya watu. Ila pale Israeli alikuwepo nabii aliyekuwa na uwezo wa kuondoa matatizo, na alikuwa ordained, alikuwa ni mtu aliyekuwa amewekwa wakfu, ametiwa mafuta. Tunaona katika maagizo tule tunachoangalia kwamba Bwana akamwambia rudi katika njia ya jangwa, kamtie Elisha mafuta asimame kwenye nafasi yake. Na huyo nabii alikuwa chini ya mtu aliyekuwa anatatua matatizo ya watu. Mfalme wa kwanza, ndiyo tunaona haya mambo machache yanazungumza. Nabii huyu aliyekuwa Israeli aliitwa Elisha. Elisha alikuwa chini ya nabii anaitwa Elia, ndio alikuwa master wake, ndio alikuwa mfuasi wake, ndio alikuwa mwalimu wake, ndio alikuwa baba yake. Siku anaondolewa, Elisha alilia akasema, baba yangu. Na alikuwa sasa alitiwa mafuta kwa njia ya wazi. Hakuna mahali tunaona alishtua chupa, lakini upako ulikuja kwa njia nyingine kabisa. Kwa hiyo upako usikalili. Kama mtu wa dini, hata unayenisikiliza popote uliko, usikalili. Utendaji wa Mungu hauko katika mawazo ya wanadamu. Elisha alitiwa mafuta. Ukifuatilia ni wapi alimiminiwa mafuta, unaweza ukasoma Biblia yote na pengine usione mpaka uwe na
gani? Alitiwa mafuta kwa njia gani? Alipokea anointing kwa namna